Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana wewe ambao Mungu amekupa neema na kibali kuisikia sauti hii popote ulipo. Kwa majina ninaitwa Apostle James kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ninapatikana Mbagala Kichemchem kwa Dokta. Mungu akubariki sana. Ninalo jambo, lakini kabla ya kulileta hili, kwanza nikutakie heri ya mwaka mpya. Mungu wa neema amekupa tena mwaka mwingine kama zawadi, na nataka nikwambie kwamba muda huu au wakati au majira haya ambayo Mungu ameyaleta tena kwako kwa mapya, ameyaleta kama zawadi kwenye maisha yako. Na katika majira haya mapya ambayo Mungu ameyaleta kwenye maisha yako, nina jambo dogo na nina mambo madogo ya kusema na wewe ambayo unanifuatilia saa hii. Niende tu haraka kidogo. Kuna jambo nataka niongee na wewe kama la dakika 5-6 hivi. Ukiwa makini utanielewa sana. Bwana asifiwe sana. Katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, nini nataka niseme? Ndani ya mwaka huu ili uweze kufanikiwa kwetu sisi, Mungu amenipa neno la kusimama nalo ndani ya mwaka huu. Na ndani ya mwaka huu tutakuwa na neno la kinabii linalosema kwamba huu ni mwaka wa baraka na mafanikio. Na nataka nikwambie, ndani ya mwaka huu ninatarajia kuona watu wengi wakibarikiwa na watu wengi wakifanikiwa na wakipata neema ya utajiri katika jina la Yesu Kristo. Lakini kabla ya kufikia mafanikio haya ambayo Mungu alinionyesha katika ulimwengu wa roho, namna ambavyo watu wanaenda kufanikiwa na kubarikiwa, lakini kabla ya kufuatilia au kabla ya kuyafikia mafanikio hayo, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya na kuna kanuni ambazo unatakiwa kuwa nazo ndani ya mwaka huu ili uweze kufanikiwa. Kuna vitu kadha wa kadha na kuna watu kadha wa kadha ambao hawa watu hautakiwi kabisa kuwa nao karibu ndani ya mwaka huu. Nataka nikwambie, tega sikio ili kuweza kunisikiliza kwa makini, na kuna jambo ambalo litakusaidia. Kuna mtu mmoja unaweza kusema kale kijana kanaongea nini? Yule mtumishi wa Mungu anaongea nini? Lakini nataka nikwambie, nikutie moyo na nikuthibitishie ya kwamba ninalo jambo la kukwambia ambalo litakuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na litakufanya mwaka huu uwe ni mwaka wa tofauti sana. Ni kweli, ninaamini kabisa mtu mmoja umekata tamaa ni kwa sababu mwaka jana ulishindwa, lakini nataka nikwambie, siku zote ukitaka kufanikiwa, kataa sana kuangalia nyuma, kwa sababu mwaka wa jana umepita. Sasa ni mambo mapya na kila kitu kipya, na Mungu amekuingiza kwenye majira haya mapya akiwa na makusudi na mpango mzuri na wewe. Nataka nikwambie, ndani ya mwaka huu kuna vitu ambavyo utakiwa kuvifanya. Jambo la kwanza, kuwa mbali na watu ambao wasiofaa. Kuna watu ambao ukianza kuwapruni kwenye maisha yako kuanzia sasa, nataka nikwambie kufanikiwa ni rahisi sana. Watu wengi leo huwa hawafanikiwi au wamekosa au wamekuwa mbali na mafanikio, wamekuwa mbali na baraka, ni kwa sababu ya watu ambao wamewazunguka. Nataka nikwambie, ni kweli kabisa, Mungu hutumia mtu kwa ajili ya kumuinua mtu, lakini pia ndivyo ilivyo hata kwa shetani. Shetani hutumia mtu kwa ajili ya kumshusha mtu. Sasa katika hawa watu wawili ambao kuna mwingine ni wa Mungu na mwingine ni wa shetani, ili kuweza kuwajua, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifuatilia na kuvizingatia. Kitu cha kwanza, lazima ujue ndani ya mwaka huu, ili uweze kufanikiwa na baraka ya Mungu iwe kwenye maisha yako, namba moja, lazima uwe na uhakika na uthibitishe watu ulionao ni wakina nani. Sasa namba moja, watu gani ambao upaswi kuwa nao ndani ya mwaka huu? Ndani ya mwaka huu, mtu wa kwanza ambao upaswi kuwa nao ni mtu aliyokosa maadili, au kwa tafsiri nyepesi, watu wabaya. Watu wengi wamekosa kufanikiwa ni kwa sababu ya kundi walilonao. Nataka nikwambie, kuna usemi mmoja unasema, sitaki kukujua wewe, ila ninahitaji kuwajua waliokuzunguka. Ukiwa na watu 5 wa 6 ukawajua walionizunguka mimi, utanijua zaidi mimi ni nani. Ukitaka kumjua mtu, usipende kumfuatilia, utapoteza muda. Anza kufuatilia marafiki walionao. Marafiki walionao au watu wa karibu ulionao ndio wanaokutambulisha kwamba wewe ni nani. Na ndio maana unakuta kuna watu leo, ukitaka kumjua vizuri mtu, kujua undani wa mtu zaidi, ukitaka kumfuatilia yeye kama yeye, umepoteza muda. Kwa sababu kuna watu leo wanaweza wakakaa na kuigiza maisha. Kuna watu wana fake life. Kuna watu kabisa wana fake maisha.
Yaani unakuta mtu anakaa ukimwangalia ni kama mwema. Biblia inasema nalimuona mtu mfano wa mwana kondoo. Yaani ukimwangalia ni mwema, anajifanya mwema, anaongea kiupole, kiutaratibu, lakini ndani ya huyu mtu sio mwema. Amevaa au amejaribu kujivika vazi la mwana kondoo, ila ndani sio mwana kondoo, ni mbwa mwitu mkali. Ndani sio mwana kondoo, huyo ni dubu. Ndani sio mwana kondoo. Kwa hiyo ili uweze kumjua, kitu cha kwanza lazima uhakikishe watu waliokuzunguka wakoje, watu waliokuzunguka wanafananaje. Na ndio maana ukitaka kunijua mimi, ukitaka kunifuatilia mimi, anza kufuatilia watu walionizunguka. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 33, Biblia anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Watu